Madini. Sasa namuita Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamwengo, mbunge wa Kyela, aweze kuuliza swali lake. Je, lini serikali itawalipa waliokuwa watumishi katika mgodi wa Kiwira? Swali limeelekezwa katika Wizara ya Madini na Naibu Waziri Daktari Steven Kiruswa anaenda kutoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Madini, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamwengo, mbunge wa Kyela kama ifuatavyo. Deni la wafanyakazi wa Kiwira lilitokana na malalamiko ya mapunjo ya mafao kwa waliokuwa wafanyakazi wa mgodi huo kabla ya ubinafsishwaji. Baada ya kuwasilishwa kwa malalamiko ya mapunjo hayo na Chama cha Wafanyakazi Migodini na Ujenzi, yaani TAMICO, serikali ilifanya ukaguzi maalum kupitia mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yaani CAG, mwezi Novemba mwaka 2008, na baadaye iliyokuwa Wizara ya Nishati na Madini nayo iliunda timu ambayo ilihakiki madeni hayo mwezi Disemba mwaka 2015. Uhakiki wa madeni hayo ulibaini kuwa madai halali ya wafanyakazi yalikuwa ni shilingi bilioni 1 na milioni 24 kwa wafanyakazi 893 badala ya bilioni 47 kwa watumishi 1687 zilizokuwa zinadaiwa na wafanyakazi hao. Aidha, kulikuweko na madeni ya wazabuni ikiwemo huduma ya ulinzi yenye jumla ya shilingi milioni 496 na hivyo kufanya deni kwa ujumla kwa shilingi bilioni 1 na milioni 520. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya uhakiki, madeni hayo yalijumuishwa katika madeni ya serikali na wizara inaendelea kufuatilia Wizara ya Fedha ili madeni hayo yaweze kulipwa. Aidha, Wizara ya Fedha ilituma wataalamu wake mwaka jana 2025 kufanya tena uhakiki wa madeni hayo ili kujiridhisha na taarifa iliyotokana na uhakiki wa awali uliofanyika mwaka 2015 ili kujiridhisha kabisa kabla ya kulipa. Kwa sasa timu ya wataalam inakamilisha taarifa ya uhakiki wa mwisho ili madeni hayo yaweze kulipwa na serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Baraka Ulimboka, maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya Naibu Waziri na majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili ni la muda mrefu sana, kulingana na kuwa baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wafanyakazi wametoka duniani. Je, ni lini sasa serikali itawalipa hawa wafanyakazi ili wapate amani na ile haki yao? Swali la kwanza. Swali la pili, katika ule mgodi wa Kiwira kuna kampuni inaitwa CMG ambayo ilipewa kazi ya kuendelea kuchimba maeneo yale. Nashukuru serikali, kuna baadhi ya wafanyakazi walikuwa wanadai hiyo kampuni, lakini kuna wafanyakazi ambao bado wanadai. Je, ni lini serikali itakuwa tayari kuifuatilia kampuni hiyo ili wale wafanyakazi waweze kulipwa stahiki zao? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Ulimboka kwa swali hili muhimu ambalo limefuatiliwa sana kwa muda mrefu, na hata na Naibu Waziri wa Ujenzi ambaye ni mbunge wa jimbo la Ileje ilipo mgodi huu wa Kiwira amekuwa akifuatilia swala hili mpaka wizarani. Na kama nilivyojibu kwenye majibu ya swali la msingi, uhakiki wote umeshafanywa. Taasisi zote zinazohusika zimeshashirikishwa na uhakiki wa mwisho ni huu uliofanywa na Wizara ya Fedha ambaye ndiye atakuwa mlipaji mkuu. Na sasa hatua iliyobaki ni taratibu za makusanyo ya serikali na taratibu za kulipa madeni, kwa sababu wananchi hawa wameshabainishwa, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika kipindi kisicho kirefu, pengine ndani ya mwaka huu wa fedha au katika bajeti tunayopitisha, hili deni linakwenda kumalizwa, kwa sababu serikali imelitia katika orodha ya madeni ya serikali ambayo ni lazima yalipwe. Kwa swali lake la pili, huyu mkandarasi anaitwa CMJ ambaye alikuwa anatoa huduma kwenye migodi ya Kiwira kuwatolea shirika letu la madini la taifa, yaani TAMICO, alipokuwa anaondoka kwenye ile site akaacha madeni.
STAMICO walimfuatilia ahakikishwe kwamba analipa madeni ya wafanyakazi waliokuwa wanawatumia, ambao wengi walikuwa ni vibarua na wapiga kura wa mheshimiwa mbunge. Hongera sana kwa kuwatetea. Na hivyo tunavyozungumza, wadai 7 wameshalipwa jumla ya shilingi milioni 16 na wamebaki 3 wanaodai shilingi milioni 5 na laki 2, ambao ndani ya muda mfupi, na niwaelekeze STAMICO wahakikishe kwamba wakandarasi hawa wasiondoke site bila kulipa madeni ya wafanyakazi au vibarua nao watumia, nao watakuwa wamelipwa ndani ya muda mfupi, na sisi kama serikali tutafuatilia ili wananchi wako waliofanya kazi pale wapate haki yao. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa